Unaweza ukasubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Leo ikiwa ni tarehe 18 ya mwezi wa 3 2026, hatimaye Irani imefanya mashambulizi usiku wa kumkia leo katika mji wa Tel Aviv nchini Israeli. Inaenda wiki ya 4 sasa tangu vita hivyo vianze. Sasa usiku wa kuamkia leo ni kwamba makombora mazito kutoka Irani yameripotiwa kulenga jiji la Tel Aviv kwa mara ya pili usiku wa kuamkia leo, huku Irani ikiahidi kulipiza kisasi kufuatia kuuawa kwa kiongozi wake wa juu kabisa wa usalama aitwaye Ali Larijani. Makombora hayo ya balistiki yamesababisha uharibifu mkubwa, moto katika maeneo mbalimbali ya jiji, vifo pamoja na majeruhi kadha wa kadha katika usiku huu ambao mtazamaji, kama ambavyo unayaona, hayo ni majengo ya mji wa Israeli ambayo yameripuliwa na makombora kutoka Irani usiku wa kuamkia leo. Tukio hili limekuja wakati mvutano kati ya Irani pamoja na Israeli ukiendelea kuongezeka kwa kasi kufuatia mashambulizi ya anga yanayodaiwa kufanywa na Israeli ambayo yalisababisha kifo cha Larijani pamoja na viongozi muhimu wa usalama nchini Irani. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, Irani imeapa kujibu kwa nguvu, ikisema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya haki yao ya kulinda heshima na usalama wa taifa lao, huku mashambulizi ya hivi karibuni ambayo yameongeza hofu ya kuenea kwa vita katika eneo lote la Mashariki ya Kati, huku ripoti zikionyesha kuwa baadhi ya makombora yamefanikiwa kupenya kwenye mifumo ya ulinzi na kusababisha vifo katika maeneo ya karibu ya Tel Aviv, huku wengine wakisema kwamba huenda waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kiongozi huyo, amefariki. Na makombora hayo ya balistiki yameendelea kurindima katika sehemu mbalimbali, huku Israel ikitangaza kuanzisha operesheni kubwa ya kijeshi katika eneo la Strait of Hormuz, moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta. Lakini pia operesheni hiyo ambayo inatarajiwa kufanyika kwa ushirikiano na jeshi la Marekani kupitia United States CENTCOM. Ni hayo tu ambayo yamejiri kwa mchana wa leo, ni na sign out. Lakini pia mtazamaji, unaweza ukadondosha comment yako hapo chini. Chao.